Maisha ni siasa. Karibu kwenye siasa zetu. Mimi ni Stanislaus Lambert. Maisha ya siasa yanakuwa na mambo mengi. Moja kati ya jambo kubwa kwenye siasa ni ushawishi. Ushawishi unaweza kawa mzuri ama ukawa hasi. Katika ushawishi hasi, rushwa huhusika. Ni mjadala kuhusu siasa na rushwa. Katika mjadala huu ninaye hapa Bibie Msumi. Yeye ni mwanasheria mwenye uzoefu katika maadili, uzingatiaji wa sheria na uchunguzi wa rushwa. Kwa sasa anahudumu kama mchunguzi mkuu na mwendesha mashtaka kutoka TAKUKURU, akihusika na utekelezaji wa mifumo ya kisheria, uchunguzi na mashtaka ya rushwa. Pia ni katibu wa Tawi Arc na mjumbe wa kikosi cha kazi cha kitaifa cha kupambana na biashara haramu ya binadamu na ulinzi wa haki za watoto. Karibu sana Bibie. Na kushoto kwangu hapa ni Said Miraj Abdullah, mwalimu mstaafu na mchambuzi wa masuala ya siasa na jamii. Ameshika nafasi mbalimbali za juu katika uongozi wa kisiasa, ikiwemo ukurugenzi wa taifa katika idara za vijana, ulinzi na haki za binadamu ndani ya chama cha wananchi CUF mpaka mwaka 2008. Amewahi kuwa meneja wa kampeni za urais CUF mwaka 2010, mwenyekiti wa taifa wa ADC kati ya mwaka 2012 hadi 2016. Pia mgombea mwenza wa urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chama cha ADC kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2015. Yupo hapa kushoto kwangu. Tunaamini uzoefu wako utatupa picha nzuri hapa kuhusiana na rushwa na siasa. Karibu sana. Asante, nashukuru. Nilikuwa natafakari neno kwamba ukinunuliwa kubali kutumika. Wewe unatafakari nini ukisikia siasa na rushwa? Kwa sababu umeanza kwamba ukinunuliwa kubali kutumika, maana yake ni kwamba tunatengeneza ubwanyenye au tunaita ubwana na vijakazi. Ubwana na vijakazi. Maana yake bwana always ndio anayechukua hatamu ndio za kumuendesha kijakazi wake. Na kijakazi anabaki anatumika tu. Baadaye kidogo tutajua nani bwana, nani kijakazi. Au vipi? Bibie? Mimi nikisikia hivyo maana yake naona kama kuna bidhaa vile. Sasa hiyo bidhaa ilikuwa vipi na ilikuwa na thamani vipi, imeshanunuliwa. Lakini bidhaa hii imenunuliwa, inabidi tena itumike. Sawa. Inabidi itumike kwa yule ambaye alikuwa ana uwezo wakati ule wa kuweza kuinunua bidhaa ile. Kama umenunua televisheni yako wewe mwenyewe kwa fedha yako, basi ukifika nyumbani kama wewe mpenzi wa mpira si watamtelea tuangalie tena. Sawa. Siasa na rushwa. Na sasa tupo kwenye joto la siasa yenyewe, watu wakiomba ushawishi wa kuchaguliwa. Na kwenye ushawishi kuna mambo mengi. Moja kati ya jambo linanyoshewa kidole ni rushwa. Labda tupate tafsiri ya rushwa kisheria. Ni ipi, Bibie? Kwenye sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 11 mwaka 2007, ile sura ya 329 kwenye kifungu cha 15 tunaeleza kwamba kuna corrupt transaction. Ambapo pale sasa ndo tunaitafsiri ile rushwa. Kwa hiyo rushwa hii itakuwa ni kitu cha thamani ambacho mtu mmoja anakitoa au mwingine anakipokea ili kukushawishi wewe either ufanye au usifanye kitu fulani ambacho hicho kitu kitampatia yule manufaa yake yeye binafsi. Kwa hiyo unaweza either ukaambiwa nakupa hii kwa ajili ya kufanya au kutokufanya. Okay. Na ina misimu miwili ya kufanya. Inaweza ikawa nitakupa mwanzo kama ushawishi, nitakupa baadaye kama shukrani. Sote hizo ina maana inaweza ikawa awali kama inducement na baadaye kama reward ya kile kilichofanyika, ila akuzuie au kukufanya wewe uende ukafanye jambo fulani, lakini yeye kutakuwa kuna manufaa anayoyapata binafsi, yani kuna personal gain. Kwa hiyo kumbe kwenye rushwa sio tu kusukuma ufanye jambo, kuna wakati pia kuzuia usifanye jambo fulani. Nadhani ni elimu nzuri sana. Sasa ninajuaje kwamba hii ni rushwa? Pengine kuna wakati napewa maneno matamu ya kumshawishi mtu anichague. Ninawezaje kupima kwamba hii sasa sio rushwa na hii tu ni ushawishi wa kawaida?
Na ndio maana pale inasema kwamba kitu cha thamani. Okay. Kama maneno tu peke yake yanaweza yakawa ya thamani, kama vile mwimbaji anavyoingia studio akaimba tu ni maneno peke yake, lakini sisi tunanunua kwa fedha, basi hile ndio itakuwa thamani yake. Okay. Sawa sawa. Miraj, kwa uzoefu wako wa siasa, nikikuuliza kwa tafsiri ambayo ni nje kidogo ya kisheria, rushwa ni nini? Pamoja na kwamba unataka nisijibu kisheria, lakini lazima nitaanzia pale alipoishia Biblia. Ushawishi au hali ya kumfanya mtu ashawishike kutenda au kuto kutenda jambo. Na pengine hii hasa sisi kwenye siasa tunaitazama, inaambatana na vitu vifuatavyo. Aidha kwa kumpa ahadi ya kwamba pengine nakupa ahadi utapata hivi ikiwa litafanyika hili, au pengine kwa kumpatia fursa. Unaweza ukampatia fursa pengine kwa uteuzi na mambo mengine kama hayo, lakini zaidi inakwenda, ukiacha hapo, inakuwa inafatana wakati mwingine na fedha, nguo, chakula na vitu vingine chungu mzima. Kwa hivyo labda sisi kwenye siasa niseme tu, hali ya kumshawishi mtu kwa kumpatia kitu au kumwahidi kumpa kitu ili afanye au asifanye jambo fulani, aidha mchague fulani au usimchague fulani. Sawa sawa. Kwenye hapo naona kidogo umegusia ile hoja ya kwamba kuna wakati unamzuia mtu asifanye jambo fulani. Maana yake ukisema mchague fulani usimchague fulani ni umemzuia asimchague mtu fulani, bali labda amchague mtu mwingine. Kwenye kufanya siasa, kuna rushwa yoyote inaweza katokea ambayo inamzuia mwingine asitimize pengine wajibu wake au haki yake ya kufanya siasa? Anapewa rushwa, arudi nyuma, amwache mtu mwingine asonge mbele. Imai kutokea hiyo? Inatokea. Inakuwaje? Wakati mwingine wewe unagombea nafasi na mwenzako anagombea nafasi. Sasa ukiwepo wewe kwangu ni kikwazo, au pengine tuko watatu na hisi wewe ukiwepo utazigawanya kura. Kwa hivyo mimi nikiweza kukutoa wewe, huyu na mmudu. Kwa hivyo mimi nakuja nazungumza na wewe, bwana wewe, ili wewe tuweze kwenda pamoja, basi wewe kwanza hapa jiondoe. Alafu kisha kujiondoa, mimi nitajua na kulinda namna gani nikisha kushinda. Kwa hivyo ipo hiyo. Yaani unauza haki yako ya kugombea kwa mtu mwingine ili apate fursa ya kuweza kupata mafanikio. Kwa hivyo, lakini pia kuna wakati anaendewa mtu mwingine, anaambiwa tunataka wewe ukagombee. Kwa sababu ukigombea, huyu ameambiwa sigombee, mwingine anaendewa anaambiwa tunataka ukagombee, kwa sababu tunajua ukigombea wewe utaweza kumdhibiti fulani. Kwa hivyo anaingia pale kimkakati, sio kwa dhamira ya kwenda kumshinda kushinda uchaguzi, bali ni kwa dhamira ya kumkwamisha mtu mwingine asiende. Na anaweza kugharamiwa kila kitu. Akagharamiwa ikiwa kuna kuchapa karatasi, ikiwa kuna kutoa maelezo, ikiwa kuna kununua vifaa, anaweza kagharamiwa yote. Wewe unamwona ni mtu upa anagombea, kumbe ni kimkakati wenyewe tunasema. Sawa sawa. Nadhani bibi umesikia mifano hiyo ya Nimesikia kutoka kwa Miraji. Yeye ni mzoefu kwenye siasa, kwa anatupa uzoefu wake. Sasa haya yote ya kwa mfano mtu kupewa kitu kidogo, arudi nyuma, asiweke makali sana kwenye nafasi za kugombea, au kupewa watu wengine kupewa vitu vya thamani kujenga ushawishi, nyinyi TAKUKURU mnavishughulikiaje? Sisi TAKUKURU bahati nzuri sana, tayari kwenye sheria hiyo imeshawekwa, imeshaiona. Ndio maana tunasema to do or to refrain from doing. Kwa mfano, baadaye sasa au wakati mchakato unaendelea wa siasa, mnaambiwa kwamba huyu aliwekwa tu kwa sababu, na wengine wanajipeleka wenyewe, anajua huyu mtu hapa hataki kikwazo, kwa hiyo anajiweka yeye pale, anajua ataondolewa kwa kiasi. Sasa wakati mwingine anafanikiwa, kuna wakati afanye, na mwanadamu akiwa hajaanza tu kufanikiwa, manunguniko yanaanza, na sisi taarifa tunaanza kufanya nini? Kuzipata. Kwa hiyo namuuliza, je, wewe ulichukua fomu, kwa nini ukurejesha? Kama nia yako na kuchukua fomu ni pesa, ulitoa fedha yako, maana ulikuwa una nia, umeshakaa umetafakari, umechukua, kwa nini hujarejesha? Kwa hiyo inawezekana ikawa labda taarifa pia imekuja kwa minajili hiyo. Kwa hiyo ndio kuna wakati kuna mtu anazuiliwa kufanya jambo fulani, kwa hiyo sisi tunampata katika sheria, tayari tumeshamjua, kwa hiyo huyu kazuiliwa kutenda haki yake
Sawa sawa. Kwa hiyo ilikuwa haki yako utueleze sasa misingi. Vipi nilichelewa? Labda kuna sehemu labda zinahitaji wadhamini, nilikosa wadhamini wa kutosha. Kwa hiyo sisi tutaendelea sasa hapo na uchunguzi sasa. Kama taarifa nyingine ya kawaida ya jinai tunavyoichunguza, lakini huyu maelezo yake itakuwa kwa nini ulivyochukua haukurudisha, na sasa tunakuona labda kuna kitu fulani. Maana hapo wakati huo ndio ushapata taarifa sasa, na kuna watu wengine kwa nini ule si tulikuwa tunamtaka. Kwa hiyo tunaendelea kuchunguza kama kawaida, kwa sababu imeshakuwa captured kwenye sheria yetu tayari. Sawa sawa. Na kwa lugha hiyo manake kuna matukio hayo mmekutana nayo na mmeshughulikia? Imeshawahi kutokea na tumeshawahi kushughulikia. Na mara nyingi mnagundua vitu gani pengine vya tofauti vilivyomo kwenye kesi kama hizo? Kwa sababu sasa hii hapa unajua ni utashi wa mtu binafsi. Lazima ili mliweke kabisa liwe kama somo pia na kwa wengine. Umeshaona Kwa hiyo mtachunguza, ikiweza kuthibitika basi mtaweza kumfikisha mahakamani. Hamjaweza kuthibitisha, lakini lazima tufanye udhibiti kwenye hili. Angalau hata kwa kuchukua hatua za kiutawala. Sawa, lakini haliwezi kwenda hivi hivi. Sawa. Hiyo tumezungumzia kwenye upande mmoja wa namna ambavyo mwingine anazuia haki ya mwingine kugombea ama kuchukua nafasi mbalimbali kwa sababu ya rushwa, mwingine asitake labda ushindani. Kwenye upande wa vitu vya thamani, wakati wa shughuli za kisiasa na uchaguzi, huwa ipo vipi? Mnashughulika nazo vipi pia hizo? Na mifano ya matukio mbalimbali ambayo mmekutana nayo. Matukio mbalimbali hata katika kipindi hichi sasa tuko katika sehemu ya pili ya uchaguzi. Tumemaliza uteuzi, sasa tuko kwenye kampeni tukiwa tunaelekea kwenye siku yenyewe kuu ya uchaguzi. Kwa hiyo katika kipindi hichi nacho pia sasa tunakuwa tuna eneo moja. Kama ni kata katika udiwani, kama ni kwenye ubunge, ni jimbo moja, vyama viko vingi. Sasa wanajitokeza maana sasa tuko katika stage ya kampeni. Kwa hiyo vyama kadhaa vinagombania jimbo moja au kata moja au kiti kimoja cha urais. Kwa hiyo hawa kila mmoja anatumia nguvu zake za kila aina. Kama anataka kushawishi watu, anaangalia nguvu yake iko vipi, taratibu zimewekwa za kufuata. Kama anaziona taratibu zile hazimtoshi mpaka atumie taratibu ambazo si halali, kama vile za kutumia vitu vya rushwa, basi kuna watu kwanza watu wa taarifa wenyewe pia ni wale wenzake waliokuwa naye ambao wanashindania nayo pamoja, au tayari hao ndio watu wa taarifa namba moja. Kutoka hapo wako wananchi wenyewe nao kama wamefuatwa, basi na wenyewe huwa wanafanya nini? Wanatoa taarifa. Kwa hiyo ndio katika vitu vya thamani sasa ambavyo mtu anaweza akatoa. Said Miraji, kwa uzoefu wako wa siasa, kwa sababu umekuwa kwenye siasa kwa muda mrefu, rushwa inadhoofisha vipi demokrasia na utawala bora? Jambo la kwanza ni kupatikana kwa viongozi wasiotokana na chaguo halisi la wananchi. Sasa automatically pale kwenye suala la demokrasia na utawala bora, hiyo ni doa jeusi limeanza kuingia, kwa sababu ukishakuwa na kiongozi ambaye hakutokana na utashi wa wananchi wenyewe, tunasema kiongozi serious ni yule aliyotokana na wananchi wenyewe kwa dhati ya nafsi yao na kwa kuamini anaweza kuja kuwapambania. Sasa huyu akiingia kwa njia ya rushwa, automatically na yeye hawezi kupambana na rushwa. Hiyo ni saini ya kwanza. Saini ya pili, atahakikisha vile vile anapoondoka anaweka mtu kama yeye ili kulinda haya maovu yake yasije akaja akafichuliwa, kama fulani aliingia hivi, fulani alifanya hivi, fulani alifanya hivi. Lakini hata katika kuendesha nchi, maendesho yake yatakuwa katika misingi ya uficho, hivyo hivyo yatakuwa katika misingi ambayo haieleweki. Hapo patazaliwa ufisadi, patakuwa na rushwa, patakuwa na kujilimbikizia mali, patakuwa na upendeleo, panaweza pakawa na ubaguzi, panaweza pakawa na hiyo tunaita ndugunization, panaweza pakawa watu wakatazama kwa itikadi zao na vitu vingine. Kwa sababu ili wewe uingie pale kama umetumia rushwa, hawa waliokusupport kwa ile una ahadi nao. Kwa hivyo utakuja kuwalipa nini? Pengine wengine umewaahidi vyeo. Na hapo ndio tutazaa kuajiri watu wasio na sifa, yani wasio na elimu. Hapo ndio tutakuwa tunashindwa kuwa na udhibiti. Maana tukitizama kwenye suala la utawala bora ni pamoja na uwazi,
ni pamoja na kufuata utawala wa haki na sheria, ni pamoja na kuchukua maamuzi kwa mujibu wa taratibu na sheria, ni pamoja na kutunga sheria zenyewe na kanuni zinazobana pengine tunasema mambo ya jinai au na mambo mengine. Sasa wewe yote haya utakuwa huyataki, kwa sababu msingi ulioingilia wewe si wa haramu. Kwa hivyo si na haramu huzaa haramu. Sawa sawa. Kwa hivyo bila shaka utakuwa unazaa mambo ambayo yatahakikisha yale mambo unapoyazaa yanakupelekea bado katika mkondo ule ule. Kwa hivyo hata zao la sheria zitakazokuwepo, hivi kweli mtu alioingia kwa rushwa atakuwa mkali wa kupambana na rushwa na kutunga sheria kali dhidi ya rushwa wakati mwenyewe kaingia kwa rushwa? Hataweza kufanya hivyo vitu. Ndicho mnachokiona pia hiki TAKUKURU, kwamba rushwa inaathiri vipi demokrasia na utawala bora, ama kuna jicho tofauti mnaona? Hasa hilo jicho la miraji ndilo hilo tunaloliona, na sasa sisi tukiwa tunaiwekea kabisa mkazo kwa kisheria na kwa mifano halisi ambayo iko ya maendeleo, kwa sababu viongozi wanaoongoza serikali ni viongozi ambao wanatokana na vyama vya siasa. Hatuna mgombea binafsi. Yeah. Sawa. Kwa hiyo kila kiongozi ambaye unamuona, na ili mtu aweze kuwa katika baraza la katika cabinet ya mawaziri, alikuwa mbunge. Mbunge umetokana na chama. Kwa hiyo lazima msingi ule uanzie hapo. Ndio maana tunasema kura yako ina thamani sana, kwa sababu leo utakachokifanya leo hii kinaenda mbele, kinajenga serikali, kitaenda kwenye wizara, kitaenda kwenye idara za serikali, kuna watu mbalimbali. Sasa kama itakuwa hawakuwa na misingi misafi ya maadili, misingi ya utawala wa kisheria kuanzia mwanzo, hivyo tunasema kwamba utashindwa kukemea, utashindwa hata kumchukulia hatua, au wakati vyombo vikiwa vinataka vichukue hatua, basi kunaweza kukawa kuna shida ya kufikia katika kuchukua. Kwa hiyo kuanzia mwanzo chagua sahihi. Ndio maana tunasema kura yako ina thamani. Kataa rushwa, kwa sababu kura yako leo hii inajenga nchi hii. Kwa hiyo usiiangalie kwa mtu mmoja mmoja, iangalie kama inajenga serikali ya baadaye, ambayo kama itakuwa sasa lilikuwa ni zao la rushwa, kutakuwa tuna kazi kubwa sana ya baadaye kuisafisha, kuweza kuwa katika misingi ya haki na kuweza kuleta maendeleo. Na wakati huo sasa kuna miradi ya maendeleo, na wakati huo kuna sheria inabidi zichukue mkondo wake, kuna vijana wanaokua ambao sasa hawa tunawakuza katika kipindi hicho, let's say miaka 5 tu. Katika kipindi hicho sera zake zitakuwa vipi katika kipindi hicho wakati wanapitia. Kwa hiyo tunasema acha rushwa, kura yako ina thamani sana. Nataka niongeze kitu kidogo. Unajua pahala penye rushwa wakati wa uchaguzi kunaweza kupelekea wananchi wenye sifa za kuwa viongozi, aidha kama tulivyosema mwanzo wasigombee, au wakigombea wakashindwa kuchaguliwa kwa sababu hawana pesa au hawana hivyo vitu vya kuweza kutoa ushawishi kwa ushawishi, exactly. Vitu vya thamani kama alivyosema bibie. Kwa hivyo matokeo yake tunaweza kupata viongozi wasio na sifa ili hali wenye sifa wapo. Sawa sawa. Kwa hivyo hilo ni tatizo kubwa hilo. Sasa umegusia wananchi hapo. Nafasi ya mwananchi ambaye yeye ndo anashawishiwa na watu ambao wanatumia vitu vya thamani ama wananyima haki ya wengine kugombea, wanaingia wao, ipo wapi? Wananchi wana nafasi gani katika kuhakikisha siasa haiathiriwi na rushwa? Nadhani tuanze na bibie. Asante sana, asante Lambert. Sisi TAKUKURU tumeweka njia mbalimbali za jinsi mwananchi anavyoweza kuleta taarifa zake au anavyoweza kuwasiliana na sisi ili aweze hata kueleza mashaka. Manake sio kila mtu ana utaalamu wa kuweza kabisa kubainisha kwamba hii ni rushwa au sio rushwa. Kwa hiyo tuna namba yetu ya simu 113 ambayo hii 113 ni namba ya bure kabisa. Anaweza akapiga kutumia mtandao wote wa simu aliyokuwa nao, atapiga na TAKUKURU tutaweza kupata taarifa. Unaweza kwenye simu yako ya mkononi ukatumia SMS *113 *113 ukatuma SMS na ukaenda
msimbo tunaita USSD *113 ukatoa taarifa. Na pia unaweza ukapakua application yetu. Nenda kwenye Play Store au kwenye App Store kama uko kwenye nani. Kwa hiyo ukisha download ile application yetu ukiwa nayo, unaweza kutoa taarifa. Na uzuri sasa wa hii application, kwa sababu inatumia mtandao, hata kama wewe ni Mtanzania na uko nje ya mipaka ya Tanzania, bado unaweza ukatoa taarifa ya Tanzania. Na ukiwa katika ile taarifa, sio tu kwamba utaandika maneno. Kama ulikuwa una video umechukua, unaweza ukaiambatisha hapo. Kama ulikuwa una sauti, labda ulishawishiwa enzi hizo, umekumbuka ndani ya miaka 3, jamani, mimi niliwahi kufanywa hivi, kwa sababu kosa la jinai halifi, linakufa na wewe. Mpaka wewe ufe ndo kosa la jinai linakufa. Lakini lenyewe lipo tu. Kama una vielelezo, una labda nyaraka, una picha ulipiga za mnato, basi unaweza ukaziattach kwenye application yetu ikawa salama kabisa. Kama unajiona huwezi, labda uko sehemu ambayo huwezi ukakaa, ukatoa taarifa. Sawa. Baadaye kidogo nitakuuliza, baada ya Mzee Miraji kujibu kwamba ni kwa namna gani sasa mnawalinda ili wasiingie kwenye matatizo. Sawa. Au vipi? Miraji, umesikia hiyo kuhusiana na namna kutoa taarifa. Unadhani wananchi, wewe kama mwanasiasa, wana nafasi kiwango gani cha kupambana na rushwa isiathiri siasa? Kuna ugumu fulani. Na ugumu unakuja kutokana na imani, itikadi au watu kuwa na upande. Unajua siasa ni ushindani wa makundi tofauti. Pengine kuna chama A na chama B. Ni rahisi sana kuona kibanzi kwenye jicho la mwenzako, lakini huwezi kuiona boriti kwenye jicho lako. Sasa mimi vitendo vya rushwa kwa mpinzani wangu ni rahisi sana kuviona, lakini ni rahisi pia kuvifumbia macho vilioko kwenye chama changu. Hasa kwa msingi huo, kwa sababu mwisho wa siku wewe unachotaka ni mgombea wako ashinde, ili amshinde mtu wa chama kingine. Kwa hivyo kuna ugumu kwa wananchi kuweza kushiriki kutoa taarifa za vitendo vya rushwa, kwa sababu wao ni miongoni mwa makundi maslahi. Na ukitaka kujua kama kwenye vyama kuna rushwa, rudi tazama wakati wa chaguzi za chama ndani ya chama. Vurugu utakayosikia wakati wa uchaguzi wa chama ndani ya chama, watu kulalamika kama kulikuwa na rushwa, kulikuwa na fitina na majungu na makundi, huwezi kuisikia wakati wa uchaguzi unaoshirikisha vyama tofauti. Ina maana hii rushwa inakuwemo ndani ya vyama kwa vyama, ukifika wakati wa uchaguzi mkuu inapotea? Jawabu ni kwamba hapana, inakuwepo. Tena inawezekana pengine ndio inakuwepo zaidi, lakini mwanzo kwenye vyama inakuwa ni ya mtu na kikundi chake. Mukifika kwenye suala sasa la kwamba munakwenda kwenye uchaguzi mkuu, manufaa yanakuwa ni ya chama kizima. Na ndio maana panakuwa na ugumu, kwa sababu wakati mwingine hata watu wako tayari kutetea na kujustify kama mgombea wao hakutoa rushwa, kwa sababu akiondolewa mgombea wao kwa rushwa, na chama kinapata hasara kwa kukosa mgombea. Sasa hapo chama kitasimama kweli kikubali kama mgombea wake katoa rushwa? Ugumu unakuja hapo. Sawa. Ni kweli huu ni ugumu bibie? Alikuwa kwenye vyama. Anajua siri ya mtungi iko wapi Miraji. Siri ya mtungi anaijua. Kateka maji ndani ya chombo kile. Kwa hiyo hatuna cha kuongeza. Kwa hiyo mimi hapa kwa Miraji sina cha kufanya nini, siwezi kumdishia, siwezi kuongeza. Sawa. Umeiweka vizuri sana Miraji. Kwa hiyo kuna ugumu kama ulivyosema. Sasa amesema hapa bibie kwamba uzuri wa kesi ya jinai haifi. Exactly. Wewe binafsi hebu tupe experience yako ya namna ambavyo pengine kama mlikuwa mnafanya hivyo au mliwahi kushawishiwa kwa rushwa kutoka chama kingine au upande mwingine wote wa siasa. Ilikuwaje kama kulikuwa kutokea mazingira hayo? Kwanza ujue kitendo cha rushwa mara nyingi sana, unajua mwanadamu katika maisha yake ana sehemu mbili. Kuna upande wa dhahiri na upande wa siri. Na mwanadamu mara nyingi anataka ule upande wa dhahiri ndio ujulikane na kila mtu, kwa sababu mara nyingi ule ndio una mema yake. Na huu upande wa pili huu ambao una siri hataki ujulikane, kwa sababu ndio una maovu yake. Kwa hivyo unaweza ukakuta pahala mimi na wewe tuko chama kimoja, tunachangia kitu kimoja, tunafanya kampeni na kila kitu kimoja, lakini unapokwenda kutoa rushwa mimi naweza nisijue. Unaweza kwenda kupokea rushwa mimi nisijue. Na ndio miongoni mwa mambo ambayo yanaleta migogoro mikubwa sana kwenye vyama. Alizungumza hapa bibie
kwamba mgombea munakwenda naye munampambania kwa hali zote, huyu ndo mgombea wetu. Alafu dakika mwisho naona anakuja anajiengua tena, pengine sio kujiengua baada ya kuja vyama vingine ndani ya kile chama chenu. Sasa unajiuliza, wewe imekuwaje mwenzetu? Sisi tumeingia ubaya na watu huku, alafu tunakuja kukukuta mwenzetu unatuacha njiani, unatusaliti. Ndo wengine unasikia tayari huyo. Bibie, kuna kauli moja wanatoa baadhi ya wanasiasa, wanasema pokea lakini usimchague. Hii TAKUKURU nyie mnaitazamaje? Mi hapo na ungana mkono na Bwana Miraji. Rushwa ni tendo linalofanyika kwenye usiri. Yaani moja kati ya viini vya rushwa ni usiri. Kwa hiyo kwenye na ndo usiri kuna ugumu wa kudili nazo hapo, wa kupambana nazo. Usiri huo kama alivyosema mtu, ule upande wake wenye kiza ule ndo unawa yale maovu ambayo asingependa yaonekane. Kwa hiyo pokea, usimchague. Utaweza kweli? Yani hicho ulichokipokea hakikushawishi wewe kutoka hapo maamuzi yako yalipokuwa jana ukafanya leo maamuzi mengine mapya? Kwa hiyo hapo ni ndani ya mtu. Lakini sasa sisi kwa sababu tunachunguza kwa vipengele vya kisheria, lazima tuone kwa nini mpaka jana ulikuwa umchague huyu, ulikuwa tunakuona unashabikia hivi na ulikuwa unafanya hivi. Lakini mwisho wa siku anaweza kusema kwa mapenzi yangu. Kama hautoupata sasa ushahidi wa dhahiri unaonyesha kwamba kuna kitu fulani amepokea. Sasa kupokea wako wawili. Kama upande aliyotoa hakuthibitisha kwamba nilimpa Lambert akisema mimi sijapokea, hata mzee Miraji afanye vipi, akija kuniuliza mimi, Bibie, vipi ulimpa Lambert? Mimi kimya. Lambert naye anasema mimi sijapokea. Hakuna uchunguzi. Hakuna ushahidi utakao tosha kumfikisha mtu yule mahakamani. Kwa sababu haiwezekani kumkuta kwenye hatia. Kwa sababu mimi sasa mtoaji, na kama wewe mpokeaji, mimi nasema nilimpa, walikuwa wako 5 wale wamenimalizia hela zangu, nimewapa. Wewe unasema mimi sijapokea. Unajua nataka niongeze kitu. Na mimi nilitamani sana ugusia hapo kwenye pokea ila usichague. Unajua rushwa ni kosa la jinai. Ndio. Na ili uweze kumtia mtu hatiani lazima uprove beyond reasonable doubt. Kusiwe na shaka hata ndogo kwamba lile kosa limetendeka. Kukiwa kutakuwa na doubt, benefit of doubt, anapewa mtuhumiwa ili asije akatiwa hatiani halafu ikaje ikabainika kumbe hakufanya kosa. Sasa katika mazingira hayo, ili uweze kuthibitisha rushwa ni lazima upate uthibitisho wa mtoaji na upate uthibitisho wa mpokeaji. Na kwa sababu rushwa wanapeana siri, mimi nakwambia tunaweza kwa mimi na wewe tunafanya kazi moja, mwenzangu ukapokea mimi nisijue. Hiyo ithibati mara nyingi kwenye rushwa inakuja kutolewa watu wanapohitilafiana. Lakini zaidi rushwa ili ukachague mtu fulani na usimchague mtu fulani, kura yenyewe ni siri. Sasa unajuaje wewe kama mimi nimechagua au sikuchagua? Unakujaje kuthibitisha kama mimi nilimchagua fulani kwa sababu fulani alinipa hela? Ndio hapo ninapoweza kukwambia sawa, hata kama alinipa hela kwani mimi nilimchagua? Na ndio maana kuna vipindi wanapata vitete kwamba anaona mbona mimi mahesabu yangu ilikuwa kura ziwe hizi, nimekuja nimepata hivi, na maana wamenisaliti. Lakini nirudi kwenye hii lugha hii. Kwa hiyo hapo anapiga hesabu ya aliyowapa pesa au aliyewapa rushwa na idadi ya kura alizozipata, anaona haziendani. Na hii hasa kwenye wajumbe ile. Anakuja anaona mbona mambo hayaingia akilini. Lakini kwenye pokea halafu usiwape. Kwanza kumwambia mtu pokea, unamuencourage kufanya jambo ovu. Kwa sababu rushwa si shakatazwa. Wewe unamwambia wewe pokea lakini usimpe kura. Mimi nadhani TAKUKURU atusaidie. Mwanasiasa yote anayesimama juu ya jukwaa kuambia watu pokea lakini usifanye 1 2 fulani, maana yake ana encourage watu kutenda makosa. 1. Lakini 2, nikisha kupokea nafsi inanisuta. Kuna watu bwana ni waaminifu. Anaona kama sitaki kumpa bora nisimlilie chake.
Nikimlilia chake, nisipompa, imani ya dini inaniambia mimi nimefanya haramu, kwa sababu nimemdanganya. Ina maana nimejipatia hela yake au kile alichotaka kunipa kwa njia za udanganyifu, kwamba sitendi kile tulichokubaliana. Na kuna watu akichukua hela ya mtu atafanya vile vile walivyokubaliana. Na kuna mwingine akwambia basi bora nisichukue ili nisiingie dhambi mbili, dhambi ya kuchukua hela ya watu, halafu dhambi ya kuto kutimiza miadi tuliopeana. Kwa hivyo kwangu mimi, fedha au kitu chochote cha thamani akipewa mpiga kura, naona bado kina nafasi kubwa sana ya kubadilisha mtazamo au maamuzi aliyokuwa nayo. Roho inamsuta na anakuwa na matumaini, na yule mtu anaona tushajenga urafiki, akipata huyu atakuja kunisaidia na atapata ile nafasi ya kwenda kumwambia, unaona shehe, tumefanya kazi yetu vizuri bwana. Sawa sawa. Naona hapa tukizungumza mara nyingi tumegusia namna ambavyo wanasiasa wanaweza wakawashawishi wananchi kwa rushwa. Kuna namna yoyote inaweza ikatokea mwananchi akamshawishi mwanasiasa ampatie rushwa? Inawezekana, lakini mara nyingi tunasema yule mtu ambaye mwenye mamlaka, yule mtu ambaye ana uwezo wa juu wa kufanya maamuzi dhidi yako wewe, ndo anaweza kukushawishi. Ile inaweza ikatokea mwananchi akakushawishi, lakini inatokea mara chache sana. Yani hata katika hali ya kawaida ya kuishi inakuwa yule mtu ambaye ana uwezo wa kumshawishi mwenzake ndo yule ambaye anaweza akashawishi hata hivyo vitu. Lakini mtu ambaye hana maamuzi, hana athari ya kiuchumi kwako wewe, yani hawezi kukuathiri wewe kwenye kipato, hawezi kukuathiri wewe kwenye masuala yote ya kiuchumi, mara nyingi anakuwa hana ushawishi sawa sawa wa rushwa. Miraji, unaitazamaje? Manake umeshiriki kwenye siasa. Kuna wakati wananchi na wenyewe wanawatengenezea mazingira ya muwape kitu kidogo hata kama mkupanga kuwapa. Anakuuliza, sasa unatuachaje mzee bwana? Umekuja hapa umemwaga sera, umesema, sasa unatuachaje? Unaweza pengine umeenda, unajua kuna kuzungumza na watu jumla jamala, hainaga shida. Halafu kuna kuzungumza na specific makundi fulani. Kwa mfano umeenda kwenye kijiwe, umewafata vijana wamekaa au wazee fulani hivi. Umezungumza, sasa pale sipanauzwa kahawa na kashata. Wanakuuliza, sasa unatuachaje? Basi hata kahawa. Sasa kwa mujibu wa sheria, ikiwa ina ushawishi katika kura, hiyo ni rushwa. Yupo sahihi bibie? Ushawishi ndio. Endelea. Na ndio maana wakati mwingine unakuta kwa mujibu wa sheria, mimi nina kikundi cha ngoma ambacho kinatumbuiza kwenye mikutano yangu. Kuwapikia chakula hawa, kuwapa uniform kuvaa hawa, haiwi kosa kwa sababu ni sehemu ya kampeni yangu. Lakini kuwapikia chakula watu wengine waje wale ili wahudhurie kwenye mkutano wangu ni rushwa. Na ndio maana hata nguo za chama zinatolewa kwa wanachama. Kwa sababu ukimpa mwanachama wako haiwi rushwa. Ukimpa sikuwa mwanachama wako, pengine unampa unamshawishi akuone wewe mwema. Kwa hivyo wakati mwingine wapiga kura wanao ushawishi wa kuwashawishi wagombea kuwapa rushwa. Sawa sawa. Bibi, umetutajia nambari za kutoa taarifa na njia nyingineyo ikiwemo kwenye application ama tovuti. Mnamlinda vipi mwananchi anayeleta taarifa? Wakati tunafanya mabadiliko makubwa kabisa ya sheria yetu ule mwaka 2007, kutoka yale makosa 4 ya mwaka 71 mpaka kufika makosa zaidi ya 20 mwaka 2007, pia tuliweka kifungu cha 52 na 53 kumlinda mtoa taarifa na kumlinda shahidi. Maanake sasa watu wanatoa taarifa na wetu wengi sana, nataka nitoe taarifa na taarifa nitalindwa vipi? Nitalindwa. Kwa hiyo sisi tuliweka vifungu hivyo kwa ajili ya kuweza kumlinda. Lakini bahati nzuri mwaka 2015 sasa ikatungwa kabisa sheria ya bunge ya kulinda mtoa taarifa na shahidi, Whistleblower and Witness Protection Act ya 2015, ambayo kanuni zake ni za mwaka 2023 ya jinsi ya kulinda mashahidi wote wa makosa ya jinai pamoja na kuwalinda mashahidi. Ina maana sasa sio tu kwa TAKUKURU bali sasa kwa watu wote walikuwa katika jukwaa la haki jinai. Na nafikiri uko mbele kutakuwa kuna taasisi kabisa. Ina maana watu wote tunaodili na makosa ya jinai, iwe TAKUKURU, iwe polisi, iwe watu wa ujangili, labda wote wale, alimradi wewe you are prosecuting for the republic, basi hii ndio taasisi ambayo
itaweza kufanya nini? Kulinda watu wa taarifa na mashahidi. Kwa hiyo tuna njia ambazo tunakulinda wewe kwa kipato chako kisiathirike. Pia una vitu vya zaidi, una familia yako, una mahusiano pale ulipo, yataenda vipi? Basi yote hiyo tunahakisha tuna njia zetu sasa, ambazo sasa hizo tuna ndio za kichunguzi, jinsi gani tunaweza tukakulinda wewe ili ukaendelea na shughuli zako za kila siku baada ya kuwa mtoa taarifa wetu na pia kuwa shahidi wetu. Lakini njia nyingine ambayo ndio hii tunaitumia mara kwa mara, sisi sheria haitutaki sisi kumtaja mahakamani mtoa taarifa wetu. Kwa hiyo hii ni njia mojawapo. Alimradi wewe ukitoa taarifa kwamba bwana, mimi nani hapa nilipo kuna ubadhirifu wa kiasi kadhaa au kuna kitendo fulani kinafanyika, sisi tukianza uchunguzi wetu sio lazima kusema kwamba mtoa taarifa wetu alikuwa fulani, na hiyo sheria imeweka wazi. Na pia tukiwa tunaendesha mashtaka mahakamani katika ile kusikilizwa kwa awali, preliminary na hearing, katika PH mwisho kule, katika hali ya kawaida huwa unataja mashahidi ambao nitawatumia. Sisi tumewekewa hiyo kwamba sio lazima tuwataje mashahidi wetu. Sawa sawa. Kwa hiyo moja na yenyewe ni njia ambazo tunazitumia katika kulinda watu wa taarifa na mashahidi wetu. Sawa. Miraj, wewe ni mwanasiasa. Tumekuwa tukisikia kwenye siasa maneno takrima. Tunawezaje kulitofautisha takrima na rushwa? Kabla sijasikia kwa upande wa TAKUKURU wanavyotofautisha. Kuna ugumu kujua wakati gani inakuwa ni takrima na wakati gani inakuwa ni rushwa. Kwa sababu takrima inatokana na neno kukirimu. Kukirimu ni kwa upendo, unampa mtu kitu, pengine aidha kwa sababu alikuwa na kihitaji au hata hakukuambia kama ana kihitaji, ni ukarimu wako tu, umeamua hichi wacha nimjalie mwenzangu. Lakini kiwe hakina sababu. Ikiwa takrima yako imekuja kwa sababu kuna sababu, mimi niko kwenye maombi ya kutafuta kura, wewe ni mpiga kura, maana yake hapo tuna mahusiano ya kupiga na kupigiwa kura. Kwa hivyo ninapokupa ile takrima, ni wakati gani inakuwa ni takrima, ni wakati gani nakupa kwa sababu wewe utanichagua. Ni sawa na katika hali ya kawaida ya maisha. Kijana wa kiume anapomtunuku chochote kijana wa kike asiye na matilaba au ile hisia za kwamba kuna siku anamtaka kimapenzi, huwezi kusema alikuwa na muhadaa, kwa sababu hana. Lakini leo kampa, halafu kesho kutu akaja kamuomba, unakihusianisha pengine alipompa ilikuwa ni kwa sababu ya kumtengenezea mazingira mazuri ili akija akimuomba na yeye asimkatalie. Kwa hiyo kwa lugha nyingine, takrima haina dhamira mbele yake ya kwamba kuna kitu unakitaka. Ndicho unachotaka kusema. Ikiwa na dhamira tayari nageuka inakuwa rushwa. Na kuna ugumu sana kupambanua kama ni takrima au ni rushwa. Ndivyo tunavyopaswa kutafsiri bibie. Kisheria takrima kama inavyotumika na wanasiasa, ili shauri tayari lilishaenda mpaka Mahakama Kuu na ilishatafsiriwa kwamba takrima si halali. Hiyo tayari ilishafanya nini, ilishatafsiriwa. Lakini sasa sheria imeenda zaidi. Maana hiyo ilikuwa ni tafsiri sasa ya sheria ikiwa iko mahakamani. Ulikuwa unamaanisha nini wewe uliowapa? Je, uliowapa ulikuwa una makusudi yake, tunasema nini ulikuwa unahitaji? Ile fiduciary relationship mliokuwa nayo, mlikuwa mna mahusiano gani? Mmoja mpiga kura, mwingine anatafuta kura. Kwa hiyo hapo tunaenda hivyo. Kutoka hapo katika sheria ya gharama za uchaguzi pia nayo kuna mstari mmoja tu umewekwa wazi. Pamoja na vile vitu vya thamani vilivyotajwa tu hivi, basi mmoja wapo naye vinywaji na vyakula pia navyo vimetaja moja kwa moja, ambayo hii sasa ndio ilikuwa kama vile ndio kaburi sasa linaizika kabisa uhalali wowote wa. Kwa hiyo takrima ni rushwa. Umegusia vinywaji na chakula, hebu tufafanulie kidogo. Hawa watu unataka nini kutoka kwao? Maana kitu gani? Kuna pending issue iko unaohitaji kutoka kwao? Kama kweli wewe ni mgombea, basi kama wewe ni mgombea wa jimbo A, hatukuoni wewe kwenda kuwakirimu watu wa jimbo Z. Kama kweli hii ni nini? Takrima. Ni takrima. Nenda kwa wakirimu, kwa sababu unajua jimbo Z hawana maslahi kwako.
Kwa hiyo unaenda kwa wale watu ambao wana maslahi kwa wakati ule sasa. Umeona? Kwa hiyo ndio tunaangalia ulikuwa una mahusiano gani? Kama wewe ulikuwa unaenda nani kama hivyo unasema unaenda kumkirimu mzee wa watu, kila ukimuona mara umemwachia fungu la matembele, umemwachia nini, kesho kutwa unasema bwana mimi nimekuja kutafuta jiko hapa. Kwa hiyo tunaona kama yale yalikuwa maandalizi. Sawa. Nashukuru sana kwa ufafanuzi huo. Nafahamu kwamba TAKUKURU moja kati ya jukumu mlilonalo ni kuzuia na kupambana na rushwa. Ni njia zipi mnazitumia haswa kuhakikisha mnazuia rushwa yenyewe kwanza isitokee wakati wa uchaguzi ama wakati wa kufanya shughuli za kisiasa, na mnatumia njia zipi kupambana na hiyo rushwa iwapo sasa rushwa itakuwa imefanyika kwenye masuala ya siasa? Sawa. Sisi katika kuzuia tuna kutoa elimu kama hivi niko hapa Lambert. Nazungumza na mzee Miraji ananieleza hapa ndo tunazuia hapa hivi. Pia tunafanya udhibiti, maana tunatoa elimu, tunafanya udhibiti. Kuna wenzetu kuna kurugenzi kabisa ambao tunasema udhibiti, wanafanya udhibiti wa mifumo, wanaenda kwenye taasisi kama taasisi ambayo tunaisikia labda mnaitaja sana, labda imetajwa katika research mbalimbali, mnaenda pale. Kwani hawa hapa shida iko vipi? Basi wanafanya kupitia mfumo wa pale. Utoaji huduma, wanakuwasiliana vipi na watu, labda kuna malipo yanafanyika kwa njia ipi na kuaje, ili kuweka ule mfumo kuwa sawa. Hata ile siku hizi unavyoenda kwenye labda hospitali za umma, unafika pale unaelekezwa kwenda huku maabara, sijui kwenda kumwona daktari shilingi 500, kwenda kumwona huyu sijui shilingi 1000. Yaani ile kuweka ule uwazi, ili mtu kwanza kupata ule uwazi ndio katika hiyo kupitia mifumo. Basi wakene vitu wazi ili watu waweze kufanya nini, kujua. Unataka kumwona, nenda namba hivi. Kila sehemu siku hizi ukienda unakuta sehemu unaambiwa kama hujaridhika na malalamiko na huduma hii, nenda kamuone mtu. Sio sanduku tu la maoni, hapana. Kuna mtu kabisa kawekwa pale. Hii ni sehemu yetu sisi ya mpango mkakati wa mapambano dhidi ya rushwa na uwajibikaji wake. Kuna kamati za maadili. Nyinyi wenyewe ndani ya taasisi ile mnaanza kuonyana wenyewe kwa wenyewe, zile tabia tu zikianza kubadilika. Kwa hiyo sasa hapo ndo katika kupambana. Kwa hiyo tunatoa elimu, tunafanya hiyo udhibiti katika miradi sasa ya maendeleo. Pia tunaangalia fedha zimetumika vipi. Kwa hiyo kila baada ya muda watu wa kurugenzi ya udhibiti wanapita, wanaangalia, wanafanya kazi na halmashauri, wanafanya kazi na wizara kuangalia matumizi ya fedha, matumizi bora ya fedha kwa ajili ya shughuli za maendeleo. Hapo sasa ndio kwenye kuzuia kwetu. Kupambana sasa. Ndio tulivyokuambia kwamba usitumie fedha za watu za kujenga zahanati, wewe umezichukua sehemu ya zile fedha. Maana pale sasa tujui kama umechukua mlango au umechukua mabati au umechukua madirisha, lakini sehemu ya zahanati yetu unayoweka katika mfuko wako. Kwa sasa tunaanza uchunguzi. Tukianza kuchunguzi pale ndo kuanza kupambana. Tunachunguza, tukiweza kuthibitisha tuhuma hiyo, tunakupeleka mahakamani. Hapo tunaendelea na kupambana. Kwa hiyo huo ndio kuzuia na kupambana na rushwa. Mzee Miraji, ulitaka kuongeza jambo hapo, na pengine utuambie lipi gumu kwa mwanasiasa, kumdhibiti asitoe rushwa ama kupambana naye akishatoa rushwa? Gumu kumdhibiti, ingawa na kupambana naye na kwenye kugumu. Kwa sababu narudia tena, kutoa rushwa ni hulka, ni tabia ya mtu anayetaka kukamilisha mambo yake, sio tu kwa njia zisizokuwa sahihi, lakini kwa wepesi zaidi, kinyume na taratibu. Kwa mfano, unajua kwa mujibu wa taratibu hapa, ukifika unatakiwa ukae kwenye queue, uje ndani mmoja mmoja upate huduma uondoke. Wewe unaona huu muda huu huna, au unapaswa ukifate kitu, wewe unataka kitu kikufate, au kitu fulani sio haki yako kukipata lakini unataka ukipate. Sasa kupambana kuzuia kuna ugumu, kwa sababu ili uweze kuzuia lazima kwanza utengeneze mazingira ya mtu mwenyewe kuamini kama kutenda rushwa ni dhambi na hapaswi kutenda rushwa. Sawa. Sasa hiyo unaweza ukatoa elimu mpaka ukadata, lakini bado mtu mwenye hulka ya kupenda kutoa rushwa, yani kupata mambo kwa njia za mkato, hiyo hulka atabakia nayo tu. Na ndio maana hawa wenzetu wakasema pamoja na kupambana na katika pamoja na kuzuia, lakini mwisho lazima wapambane, kwa sababu wanajua
Ni kama mpira, we utazuia lakini yule jamaa yako yule yeye anatafuta njia ya kupita akakufungia goli. Ndio mwisho sasa lazima wapambane. Na katika kupambana sasa, huwezi kupambana na mtu mpaka awe ameshafanya attempt ya kufanya lile kosa. Sawa. Moja kati ya kundi muhimu kwenye siasa ni vijana, na ndo wanachukua kiwango kikubwa cha ushawishi kwa makundi mengine, kwa maana wanatumiwa vijana kuwashawishi makundi ya wazee na kadhalika wapige kura kwa mwanasiasa fulani. TAKUKURU mnatumia njia zipi kuhakikisha elimu inawafikia vijana na wanaharakati? Sawa. Sisi TAKUKURU katika kupambana na rushwa, katika kuzenu kupambana na rushwa, tuna maandalizi kwa vijana. Maandalizi yetu yanaanzia tokeo wakiwa wako shuleni. Ndio tuna zile anti-corruption clubs. Klabu za wapinga rushwa. Wengi wanapenda kuita klabu za TAKUKURU. Ni klabu za wapinga rushwa. Hii tunamjenga kijana toka akiwa mdogo. Zinaanzia shule ya msingi, kuanzia darasa la 3 la 4. Angalau ili wapate kidogo ufahamu. Ndio tunaanzia hizi clubs ili tuweze kila mmoja anaipitia kwenye elimu aweze kuwa huko. Zinaenda mpaka sekondari, mpaka vyuo vikuu na vyuo vya elimu ya kati. Kote huku tunahakikisha, lakini sasa hii ni klabu. Mtu anaweza akachagua, mimi sitaki kuwa klabu ya nani ya mapambano dhidi ya rushwa, mimi nitakuwa klabu ya kuimba. Unajua watoto wote wanapenda usanii, aimbe, acheze, akimbie, nitaenda zangu klabu nyingine. Sasa TAKUKURU imeingia maelewano na Taasisi ya Elimu Tanzania. Tumeingiza somo linaloitwa la maadili. Kuanzia mwaka huu 2025 limeingia sasa katika topic za elimu. Kwa hiyo imeingia moja kwa moja kwenye curriculum zetu. Kwa hiyo mtu yoyote atakayepitia katika elimu ya Tanzania angalau apate 2 matatu kuhusiana na masuala ya rushwa kabla hajaja huku duniani kupambana kutafuta riziki yake. Kama vile ambavyo wewe ukipita tu katika shule ya Tanzania utajua tu kuimba wimbo wa taifa. Hata kama sasa hivi unaimba beti ya kwanza unaweka ya pili unaweka ya kwanza, lakini wimbo wa taifa unafanya nini? Unaujua. Kama kitabu ambacho atasoma mtoto aliyokuwa Kigoma na mwingine yuko Tanga, wote wataimba tu karudi baba mmoja toka safari ya mbali. Hata kama mwingine atakuwa amekosa, lakini huyu kaimba kwa tuni ya Kiha, huyu kaimba kwa tuni ya Kitanga, lakini wote wimbo ule ulikuwa ndani ya kitabu cha shule. Kwa hivyo wote waliupata wimbo ule. Ndio basi, na hili neno la rushwa limeingizwa katika curriculum zetu sasa, katika hilo somo la maadili, ili kila mtoto wa Tanzania ayo ndo katika maandalizi. Ile samaki mkunji angali mbichi. Bado tunaendelea. Sasa hawa watu wametoka kwenye hizo anti-corruption clubs, wamekuwa vijana huko wako mtani, so watu watakuja kwa ajili ya TAKUKURU. Kila mtu ataenda na kwake huko. Tumeona vijana waliotoka wameweza kuanzisha asasi za kiraia za mapambano dhidi ya rushwa, ambayo ni njia mojawapo sasa ya kutuunga mkono sisi, kwa sababu hatuwezi kuwa kila sehemu kila wakati kupambana na rushwa. Wao na wenyewe watakuwa wako huko, watakuwa na njia zao. Vijana zaidi wataweza kuongea na makundi ambao wanaelewana zaidi katika mapambano dhidi ya rushwa. Tuna asasi kama 4-5 hivi za vijana ambao ni zao za klabu za wapinga rushwa mashuleni zimeanzishwa. Basi tuna vipindi pia ambavyo tunawachukua vijana kama mabalozi wetu waweze kuongea na wenzao. Wataongea labda lugha iliyokuwa moja. Wasio unajua mtaongea unajua inaboa. Sasa hebu waongee nao kwa lugha ambayo iko friendly. Wakiwa wako vya mavyuoni. Sasa hapa naongelea rushwa ya ngono, kwa sababu na lenyewe ni tatizo sana kwa vijana wetu hasa wa kike. Tuna madawati ya jinsia. Madawati ya jinsia kwa pale tunahakikisha kwamba kila wakati wa orientation wanaingia ile first year, tunaenda pale tunaimarisha madawati ya jinsia, ili akiwa yuko pale kama kidogo kuna bugudha zozote anazozipata, basi ile ndio sehemu yake ya kwanza ya kukimbilia kwenda kutoa taarifa, ili asishawishike kwenye masuala ya rushwa ya ngono. Sawa. Miraj amefafanua vizuri namna ambavyo anapambana na rushwa kwa vijana na kuhamasisha na wenyewe wachukue mapambano haya kuyapeleka mbele. Wanasiasa wanatumia vijana kwa namna gani kama sehemu ya ushawishi wa rushwa kwenye siasa? Kwenye siasa vijana wanatumika kwenye kila kitu, kwa sababu vijana kwanza, kundi kubwa la wapiga kura au kundi kubwa la waumini na wafuasi wa siasa ni vijana wenyewe. Sisi wazee
above 50 kwenda mbele tunakuwa mara nyingi ni wachache, na kesho yetu tunakuwa tunaiona imefikia utamati. Hawa ndio kwanza wanatengeneza kesho yao. Kwa hivyo bila shaka hii tulipokuja na falsafa ya kwamba vijana sasa hivi wawe wanaingia kwenye nafasi mbalimbali za uongozi zikiwemo za kisiasa, tuliileta kabla ya kuwaandaa vijana wenyewe. Sasa kwa sababu vijana hawakuandaliwa na tayari wanajua ni haki yao na ni wajibu wao waingie kwenye zile nafasi, inabidi wakubali kutumia njia zozote wafike pale. Sasa katika njia ambazo watazitumia nyingine ndio hizo sasa hivi tunaziita uchawa, kujipendekeza na kujikomba. Nyingine ndio hizo tunaziita za kuwa kwenye makundi, camp, zile kambi na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini vijana kwa sababu ni kundi maslahi kwenye siasa, na kwa sababu imeondokea kwenye siasa kunalipa, kuna mafanikio. Kwa hivyo hata kijana anakuwa na ndoto, nasoma ili nije niwe mbunge, nasoma ili nije niwe mtu. Kijana hasomi kuja kuwa mfanyabiashara, ni wachache wenye hiyo ndoto. Kijana hasomi kuja kuwa mkulima, kijana hasomi kuja kuwa mfugaji. Anasoma ufugaji lakini anatumaini pia kuja kuwa kwenye sehemu ya uongozi na utawala. Sasa kwa sababu tumeweka kwenye uongozi na utawala ndio pahala panapofikika karibu na kutoa mafanikio. Kwa hivyo kila kijana mwenye tasnia, ikiwa ni ya sanaa, ikiwa ni ya elimu, ikiwa ni ya kitu chochote kile, anatumai mwisho wa siku kutaka kuwa kiongozi. Sasa huyu ili afike pale lazima apate magodfather, watu wa kumshika mkono na kwenda nao. Watu wa kumshika mkono kwenye siasa. We ukiingia Lambert, mimi nitakwambia we hujui siasa dogo, hebu njoo tukufundishe. Na kwa sababu wewe unaamini mimi na experience ya siasa, unaona ushawishi wangu, kujulikana kwangu kutakusaidia, na siku za mwanzo nitakushika mkono, nitakupeleka kwa bibie pale, nitakwambia bibie, mtoto wetu huyu, kijana wetu huyu bwana, tumemlea wenyewe, huyu itikadi kainywa, huyu ana maadili. Sasa wewe nikikwambia yale bicho linafanya nini? Linakuwa. Unaona mambo si ndo haya? Kwa hivyo sasa hapo tunaanza kutengeneza ile kwamba wewe unajua mimi ndo godfather wako. Sasa leo nije nikwambie kwa maslahi yako ya kisiasa, huyu fulani huyu, hebu tumshughulikie, utakatawe? Na wewe una ndoto ya kuja kuwa mtu fulani, na wewe umeshakuaminisha yule kikwazo kwako. Kwa hivyo automatically utaanza kuingia kwenye kutumika kwa kujua au kwa kutokujua, kwa kutumaini mafanikio, yakiwa ni ya fedha, ni ya madaraka, au ya kuwa karibu tu na mkubwa na mambo mengine. Kwa sababu Waswahili wasema mtumwa wa bwana naye bwana bwana. Sawa sawa Miraji. Umeiweka vizuri. Rushwa inaweza ikawa ni kikwazo kwa vijana kujihusisha na siasa? Ndio. Kivipi? Mara nyingi vijana wanakuwa hawana mitaji. Hawana mitaji ya kisiasa, hawana mitaji ya fedha. Kwa hivyo anapoingia kwenye siasa, yeye anakuwa ni mgeni, na ndio hiyo anatumaini ashikwe mkono. Sasa ikiwa hakupata watu wa kumshika mkono, ataona njia ya mkato kutengeneza mtaji wa kisiasa. Kwanza ni kuingia kwenye siasa yenyewe kwa kutumia mbinu ambazo zitampa mamlaka fulani. Na ndio maana sasa hivi kumekuwa na ugumu, kwa sababu watu wanatengeneza mitaji kuanzia kwenye grassroots level ya vyama vya siasa. Anatengeneza mtaji kwenye matawi, mashina, kata, ili kwanza hapo apenye afike wilayani. Halafu baadaye ndio unakuja kumuona anaingia kwenye vinyang'anyiro. Akikwambia historia yake, anaanza kukutajia huo mlolongo, kwa sababu hawezi tu kujump in kwenye siasa katika level ya juu. Sasa ikiwa hana mtu wa kumshika mkono na yeye anataka kuingia pale, njia yake itakuwa ni nini? Njia yake itakuwa ni kutafuta kwenye kundi, ajiunge kwenye kundi, au kuwatafuta watu wanaozungumzika. Yaani kuzungumzika kwa maana ya kwamba watakaoelewa lugha yake. Kuzungumzika sasa atajua na yeye namna gani anazungumza nao. Sawa sawa. Bibia, umemsikiliza vizuri Miraji? Nimemsikia. Sasa TAKUKURU, mnadhani, na hususan wewe kwa mtazamo wako, unadhani vijana wanaweza kuwa na nguvu ya mabadiliko dhidi ya rushwa kwa namna gani na kwa njia zipi kwenye siasa? Wanawezaje kuleta mabadiliko? Vijana wanaweza kubadilika
kwa kuamua kusimama katika mstari ambao uko sahihi. Ina maana waelimishe, waelewe, waweze kusimamia katika maadili yale ya kile ambacho kinastahili. Asishawishike, asirubunike, asiyumbe. Wanaweza kuleta mabadiliko makubwa sana kokote kule waliko, kwa sababu ni kundi kubwa Tanzania. Kwa hivyo wanaweza kuleta mabadiliko sana. Sawa. Na sisi TAKUKURU tunaamini kabisa vijana wana nguvu kubwa sana katika kubadilisha mitazamo, kwa sababu ni kundi kubwa. Wakibadilika wao, basi rushwa pia nayo itafanya nini? Itaisha. Sawa. Asante sana Miraji. Kuna wakati hapa ulizungumza kwamba unyoshaji kidole kuhusu rushwa na siasa ndani ya chama ni mkubwa zaidi kuliko chama kile kikishamaliza michakato yake kwenda kupambana na chama kingine. Kuna mianya kiasi gani ipo ndani ya vyama ambayo inachochea bado kuwepo kwa rushwa, na nini kifanyike ya mianya hiyo izibwe? Mianya inapatikana kwa sababu ya mifumo. Hii mifumo hii ya kupata viongozi ndani ya vyama, hasa wanaotaka kwenda kugombea kwenye serikali, ndiyo inayopelekea kuwepo kwa rushwa. Kwa sababu kuna hayo masuala ya kura za maoni, kuna masuala ya kupita zile daraja, na mara nyingi sana sasa hivi baadhi ya vyama vinabadili mifumo. Unajua sasa hivi kwenye baadhi ya vyama ndo kama hivyo, tunaona mgombea anakwenda kupigiwa kura na wanachama kwa upana mkubwa kwenye chama, baada ya kugundua kama mara nyingi sana walipokuwa wanaingia kwenye kamati labda pengine za siasa au wenye viti na makatibu tu, wajumbe hivi 20, 30, 50. Ndio maana miaka ya nyuma wajumbe walitrend sana, kwa sababu wao walikuwa ndio wana uwezo wa kumpitisha mgombea ama kumuondoa. Kwa hivyo tatizo la kwanza ni mifumo. Sasa vyama ili viweze kupambana na hii hali, lazima vikubali kubadilika na vibadilishe mifumo. Lazima vifanye mambo yake kwa uwazi. Lazima vitunge kanuni madhubuti za kupambana na rushwa, na kanuni hizo zieleweke wazi, ili ikivunjwa kanuni tujue fulani amevunja kanuni. Lazima wawe na taratibu za kuchukua hatua za kinidhamu, na hizo hatua za kinidhamu zionekane zikichukuliwa. Lakini vyama haviwezi kupambana na rushwa ikiwa havitakubali kushirikiana na TAKUKURU, jeshi la polisi na watu wenye mamlaka kama hayo ya kupambana na rushwa. Kwa sababu mwisho wa siku nyinyi huku mkishakuwa na migogoro yenu ya rushwa, mnahitaji sasa mtu wa TAKUKURU wa prosecute hiyo kesi. Nyie kwenye chama ikiwa hamtaki kwenda kudisclose habari zenu, mnasema hizi siri za chama, sasa hizi unakwendaje kuwapa watu wa TAKUKURU? Manake hamtaweza. Lakini kushirikiana hata na waandishi wa habari. Unajua wakati mwingine mtuhumiwa na mgombea wa chama anakamatwa na TAKUKURU kwa rushwa, chama kinakataa kutoa statement, kinasema sisi wenyewe tumesikia tu, tunafuatilia. Manake hakiko tayari kutoa ushirikiano. Kwa hivyo ili uweze kupambana na rushwa pamoja na kubadili mifumo na kuwa na hayo mambo ninayokuambia, kanuni hizo na mambo mengine, lazima vyama vionyeshe seriousness. Leo mimi nikwambie, chaguzi zimepita ngapi? Nitajie chama kimoja tu kilichowahi kuwakamata wanachama wake kwa rushwa kikawapeleka TAKUKURU. Yani chama wenyewe kwa wenyewe, chama chenyewe kikampeleka mtu TAKUKURU. Huyu anatuharibia chama chetu, anatoa rushwa kwenye chama chetu. Sijui kama hiyo rekodi mnayo. Lakini kitu kingine, hata wao bibie wanapomkamata mwanachama wa chama, ni rahisi vyama kumlinda mtu wao, kwa sababu wanaona chama kitaingia doa. Wanakuambia mwisho wa siku kitakachoingia doa ni chama. Kwa hivyo kupata ushirikiano hawa inakuwa ni kazi ngumu. Kwa hivyo mimi katika hili nimalizie kusema tu kwamba kuna kitu kinaitwa uadilifu. Uadilifu ni kupima kwa mizania iliyo sawa na kumpa kila mtu stahiki yake. Hata kama ni mwanao anakinzana na mtoto wa jirani kugombea kitu, uadilifu ni kwamba ukiona mwanao hana haki, usimame kumpa haki huyu mwingine. Sasa je, watu wanao uadilifu huo kwenye vyama wa kuweza kusema
huyu katoa rushwa kwenye chama chetu ili mgombea wa chama fulani asishinde. Huwezi kukuta hicho kitu. Sawa sawa. Bibi, ulikuwa unataka kuongeza jambo hapo? Kwa Miraji. Ndio, hapo kwa Miraji lazima niongeze jambo. Sisi TAKUKURU tuna kauli yetu tunayosema kwamba maadili ndio silaha ya kupambana na rushwa. Na ndio maana zile kamati ambazo tunaziacha kule maofisini baada ya kuwatrain katika ule mpango mkakati wa mapambano dhidi ya rushwa zinaitwa kamati za maadili. Lakini actually yale tunavyosema maadili yale ni mapambano dhidi ya rushwa. Na tunasema maadili ni kile kitendo ambacho unafanya jambo jema hata kama hamna mtu mwingine yoyote anayekuangalia. Yaani uko ndani ya chumba peke yako, basi utapanga vitu vyako viko sawa nini. Lakini mara nyingi watu wanapenda kufanya hivi ili akiwa anaonekana. Je, ukiwa uko peke yako hamna mtu anayekuona, hali ikoje? Kwa hiyo kile kitendo cha wewe kufanya jambo lililo sahihi hata kama hakuna mtu yoyote anakuona wala atakusifia, basi pale ndio maadili. Mnaweza kweli wanasiasa kufanya hivyo? Mnayoyafanya sirini ndio myafanya hadharani? Wanasiasa wengi wana dini, lakini tatizo na bahati mbaya hata ile dini yenyewe wanaikiuka, kwa sababu katika dini na yenyewe rushwa ni makosa. Sasa hapo ndio unapoona ule ugumu kwamba mtu anafanya kosa la kuiasi dini atakuja kuweza kuitii serikali au kutii sheria tu hivi za kawaida. Hapo alipozungumza bibia kwenye maadili, mimi nataka nikupe mifano miwili ya verses kutoka kwenye dini. Ukienda kwa wenzetu wa Kristo, Mithali 28:6 inasema mwenye hila hatapata amani. Manake mtoaji rushwa ana nini huyo? Ana hila huyo. Na watu wanafanya hizo hila. Lakini ukienda kwenye surati Tauba kwenye Qurani, sura 9 aya ya 45 inasema hivi: hakika Allah, yani kwa maana Mwenyezi Mungu, anawapenda waadilifu. Waadilifu ni hao waliosema bibie pale, hata akiwa sirini haonekani na mtu mwingine, anaogopa kukiuka taratibu, anatenda haki baina ya wawili kwa kumpa anayestahiki kupewa. Ndio uadilifu. Sasa tujiulize, daraja hiyo mwanadamu kufikia daraja ni daraja kubwa sana. Kufikia daraja ya uadilifu, kufikia daraja ya kujihukumu na kujilaumu kwa kutenda dhambi. Katika hizi nafsi, sisi kwenye dini ya Kiislamu kuna nafsi tunaziita nafsi lawama, yani nafsi inayojilaumu baada ya kukosea. Sawa sawa. Sasa wangapi wanaweza kujilaumu? Miraji amegusa kidogo swala la dini hapa. TAKUKURU mnatumia taasisi za dini kama sehemu ya mapambano? Ndio. Mnatumiaje? Tunatumia kwa kuwapa elimu viongozi wa dini. Tukishawapa elimu ile viongozi wa dini ili waweze kwenda kuzungumza na waumini wao. Kwa sababu kuna watu hautowapata katika mikutano sijui ya maendeleo ya nini sijui hautopata wapi, lakini sasa linapokuja kwenye sala la dini kila mtu anaenda. Sawa? Na wana ushawishi mkubwa sana. Wakiambiwa kitu fulani na kiongozi wake wa dini, kiongozi wake wa imani, ana uwezo mkubwa sana wa kutekeleza swala lile. Kwa hiyo sisi tunashirikiana sana mara kwa mara na viongozi wa dini ili waweze kutufikishia ujumbe na waweze kukumbusha. Sawa sawa. Kila wakikutana wakiwa wanazungumza kati ya mambo mengine na pia mapambano dhidi ya rushwa. Ni mifano gani ya mataifa ambayo imepambana kwa kiwango fulani na rushwa, hususan kwenye siasa, tunaweza tukachukua kama mifano ya kujifunza kwao? Kama mifano ya kujifunza kwao, kwanza tuna Malaysia. Malaysia, mawaziri wakuu wawili waliwezwa kuchunguzwa na kuweza kutwa na hatia ya mapambano dhidi ya rushwa. Misukusuku ya hapa na pale wakati wa upelelezi ilikuwepo, lakini angalau waliweza kuionyesha dunia kwamba linawezekana. Sawa sawa. Ndio, Miraji, kuna mataifa ambayo unaona tunapaswa kujifunza au tunacha kujifunza kwao? Yes. Ni yapi? Tena mimi kabla hatujenda mbali, hapa Afrika Mashariki, sisi Tanzania tumepanda chati sasa hivi ni wa pili katika harakati za kupambana na kukomesha rushwa. Lakini tunayemfuata ni nani? Ni Rwanda. Sasa pale tunavyo vya kujifunza. Unajua, ili uweze kupambana na rushwa, kitu cha kwanza kabisa kinachohitajika uwazi wa kila kitu unachokifanya.
Ukifanya vitu nyuma pazia, unakaribisha mambo mengine. Pili, utoaji wa huduma wa haraka. Kwa sababu unapoanza kuchelewesha unatengeneza mazingira ya rushwa. Kila nikija unaniambia subiri, nimeingia huku, nimetoka huku, najua mzee anataka nimuone bwana. Tatu, kurekebisha sheria na mifumo. Kwa mfano hapo ninapokuambia kwa Kagame wana mabaraza yale ya kupambana na rushwa na yako mpaka ngazi za chini. Sijui sisi hapa tumefika mpaka kwa kiasi gani kwenda chini kuwa na hizi kwenye wilaya. Unaona? Wenzetu wanakwenda mpaka chini. Kwa hivyo unajua hawa seriously wameamua kupambana na hili jambo. Lakini kitu kingine kikubwa, wale kila mwaka zinapotolewa taarifa hizi za kupambana na rushwa, pengine na mashirika kama hivi, mashirika kimataifa na nini, yale ya uwazi na nini, wanazichukua, wanazijadili, wanazichakata na wanazifanyia kazi. Sio hapa petu sisi tunao utaratibu, TAKUKURU kama anavyowasilisha CAG na wao wanawasilisha taarifa yao kwa rais. Lakini kule wao sio wao tu kuwasilisha taarifa. Pia wanazipokea taarifa nyingine zinazoandikwa dhidi ya rushwa na kuzichakata, zinazoandikwa na maeneo mengine tofauti. Kwa hivyo tunayo mambo ya kujifunza kwa wenzetu, kwa nini wamefika pale, kwa nini wamefanikiwa. Lakini kwenye suala la uwazi, nimalizie kwa kusema Tanzania tumejitahidi kidogo kwa kiasi fulani kupiga hatua. Unajua hii kuweka mifumo kwamba ukitaka kufanya hichi unaingia kwenye mfumo, ukitaka kulipa hela unaingia kwenye mfumo. Zamani unaenda mahakamani pale, unataka kwenda kufile kesi, umetakiwa pengine judge ametoa order kwamba utafile submission yako tarehe fulani. Wewe umechelewa, unaenda kwa karani, ukimpa kitu kidogo anagonga muhuri na backdate. Kwa hivyo inaonekana wewe ulifile tarehe fulani, kumbe uongo. Lakini sasa hivi unaweka kwenye mfumo. Ukiweka watu wanaona saa ngapi, siku gani umeingia kwenye mfumo, umepost nani yako. Miraji, nakushukuru sana. Bibie, nakushukuru sana. Sasa kwa kumaliza, tunaondokaje hapa ili tuwe na siasa zisizo na rushwa? Nianze na Miraji. Kwanza elimu. Watu wajue haki zao na wajue kama kuchagua na kuchaguliwa ni haki ya kila mtu. Kwa hivyo suala la kwanza elimu. Suala la pili, kuwa na kanuni ndani ya vyama vyenyewe kwanza, kabla ya kupambana. Manake mara nyingi hizi chaguzi zinaanza ndani ya vyama. Kwa hivyo kuwa na kanuni na uwazi ndani ya vyama. Lakini tatu, ile niliyosema, pamoja na kuwa na taratibu zinazopaswa kuchukuliwa hatua, ziwekwe wazi, zijulikane, lakini vyama visaidie basi. Na mwisho, huku kushirikiana na mamlaka zinazohusika inaweza ikapunguza rushwa ndani ya vyama, na ikipungua rushwa kwenye vyama itapungua rushwa kwenye siasa. Bibie, tunaondokaje? Mimi nasema hapa kuondoka, kwanza wananchi waweze kutoa ushirikiano mpaka mwisho. Sio tu kwa kutoa taarifa, kukubali kushiriki wanapohitajika katika masuala mbalimbali ya uchunguzi, na pia kufika mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi wa ile taarifa ambayo wameitoa. Ili sasa tukiwa tunapata, watu wengi wanaona kwamba kwa kesi kufika mahakamani na mtu kukutwa na hatia ndo mafanikio zaidi. Basi tushirikiane kwenye ile, kwa sababu sisi kama TAKUKURU peke yake hatuwezi kuwa tumepokea taarifa tukatoa ushahidi sisi wenyewe tukaendesha, haiwezekani. Lazima tushiriki, kwa sababu vile viwango vile vya kuprove kwa makosa ya jinai hatutovifikia kama tutaweza kupata ushirikiano kutoka kwa wananchi. 2, wananchi wajue kwamba ili jukumu la kupambana na rushwa ni letu sote. Kila mmoja ana nafasi yake katika mapambano dhidi ya rushwa. Na ndio maana sisi tunasema kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. La 3 na la mwisho, kama ukisahau maneno yote ambayo nimezungumza hapa, naomba ukumbuke namba yetu ya dharura, namba 113 kwa ajili ya kutoa taarifa za rushwa. Na usiri unazingatiwa kwa mtoa taarifa, au vipi? Kabisa. Sawa. Hivi kwa kumaliza, Bibie, katika adhabu ya kawaida ndogo anayeweza kupewa mtu ambaye amethibitika kutoa rushwa huwa ni ipi? Faini ya milioni 3 na kifungo kisichopungua miaka 3. Vinaenda kwa pamoja? Vinaweza vikaenda kwa pamoja. Faini milioni 3, hiyo ndio ya chini kabisa. Faini ya milioni 3 na kifungo kisichopungua miaka 3. Epuka kifungo cha miaka 3 na faini ya milioni 3. Hiyo ndo cha chini. Cha chini hicho. Kwa hiyo epuka faini, epuka kifungo
kuhakikisha kwamba unaikataa rushwa. Toa taarifa 113 kama alivyotueleza bibie, lakini maelekezo mengine kama aliyosema Miraji hapa, tujitahidi basi vyama vyetu vya siasa vitengeneze mfumo mzuri ambao hauruhusu mianya ya rushwa. Na sisi vijana kama kundi muhimu la ushawishi kwenye siasa, tuhakikishe hatujihusishi na rushwa wala wasambaza rushwa. Asante kwa kutazama Siasa Zetu. Mimi ni Stanislaus Lambert kwa niaba ya ndugu yangu hapa Saidi Miraj, mwalimu wa siasa mstaafu, mwanasiasa mstaafu, lakini pia ni mchambuzi wa masuala ya jamii na siasa. Na pia nakushukuru sana ofisa kutoka TAKUKURU Bibie Msumi, mwanasheria mwenye uzoefu katika maadili, uzingatiaji wa sheria na uchunguzi wa rushwa, na pia anahudumu kama mchunguzi mkuu na mwendesha mashtaka katika TAKUKURU, na anahusika katika utekelezaji wa mifumo ya kisheria, uchunguzi na mashtaka ya rushwa. Tukutane tena kwenye Siasa Zetu ijayo.